lakini sisi tuna mbuga mbili za wanyama, Mkomazi na ya Saadani. Sasa katika moja ya vitu ambavyo kipaumbele chetu cha 2026 ni kuifungua, kuitangaza na kuisemea na kuzisemea mbuga zetu hizi mbili. Kwa hivyo tutafanya jambo kubwa. Royal Tour itakuja, itapangwa Royal Tour ambayo tutaipa heshima yake inavyostahili. Tutakuja na tour operators, tutafanya nao kikao, tutawalika na wadau mbalimbali wa hospitality industry, wa kwenye mahoteli, waweze kuona utajiri katika uhifadhi. Manake kama ni utajiri wa bahari upo, kama ni utajiri wa mbuga upo. Hapa wanasema it is a national park ambayo the beach meets the wilderness. Kwa hivyo ni eneo ambalo mtalii yoyote atatamani kuja kutembea. Kwa hivyo tutaendelea kushirikiana nanyi, na mimi niwashukuru sana kwa taarifa yenu. Mapato kwa mwaka ni 1.5 billion, lakini najua kwa yale ambayo mmeyapanga, kujenga golf course, kuanzisha maeneo na products zingine, zitasaidia kuongeza wingi wa watalii, lakini pia mapato kwa wingi zaidi. Hifadhi ya Taifa Saadani ina upekee wa aina yake wa kiikolojia. Tunaona kwamba hapa tuko pamoja na bahari, kwa hiyo tuna marine ecosystem, lakini pia tuna freshwater river Wami, lakini pia tuna humid savanna. Tukifanya game drive tunaenda field, tunakutana na wanyama mbalimbali ambavyo vyote hivyo ni vivutio katika hifadhi hii. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, pia kuna msitu mnene wa Zaraninge ambao ni msitu wa kipekee katika ukanda wa Afrika Mashariki. Watalii wanaendelea kuongezeka, likewise mapato pia yanaendelea kuongezeka, na niseme kwamba takwimu zinaenda vizuri, na hii inatokana zaidi na jitihada kubwa za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu, ambapo amefanya kazi kubwa ya kutangaza utalii, ikiwa ni pamoja na vivutio vinavyopatikana katika nchi yetu. Kwa hiyo kiutalii tunafanya vizuri. Mwaka uliopita wa fedha tulikusanya jumla ya shilingi bilioni 2.5, ambayo sasa mpaka Disemba, kuanzia Julai mwaka jana mpaka Disemba tayari tumeshakusanya jumla ya shilingi bilioni 1.5. Kwa hiyo kiutalii tunazidi kwenda juu. Na nikiendelea, kuna huduma mbalimbali za ukumbi wetu wa mikutano wa Hifadhi ya Taifa ya Saadani huko beach, huko karibu, huko unafanya mkutano, huko unapata upepo mwanana kutoka bahari ya Hindi. Kwa hiyo nawapongeza sana. Lakini pia nihamasishe pia wananchi wote wa mkoa wa Tanga, Morogoro, Lindi, Pwani, Dar es Salaam kutembelea maeneo yetu haya ya hifadhi zetu zilizoko katika kanda yetu ya Mashariki na Tanzania kwa ujumla. Na hasa tunawaambia hifadhi zetu pia kuna kumbi mbalimbali za mikutano, pia kuna kumbi za mkutano ambazo unaweza ukaja pale ukafanya kikao chako, jioni ukaenda kuangalia wanyama. Ukifanya kikao ndani ya hifadhi, kikao hicho hakina mabishano makubwa, kwa sababu wanapata ile nature yenyewe, na wakirudi wana moyo na ari kabisa ya kufanya kazi, kwa sababu utakuwa umemaliza vitu viwili, yani kuburudisha akili, kujadili fursa za mkoa na eneo mlipotoka, na kupata amani ya moyo. Tumejifunza na kujionea mambo mengi kuhusu utalii na maliasili kiujumla. Cha tofauti ambacho tumejifunza kwa Saadani ni kwamba kuna mto Wami ambao unaingia kwenye bahari ya Hindi, na hicho ni kitu cha tofauti, na pia ndani ya mbuga. Kwa hiyo kwa nchi yetu na hifadhi zetu ambazo tunazo, hii ni hifadhi ya kipekee ambayo ina beach, ina mbuga na mto na bahari zinakutana. Tunashukuru kwa sababu tumepata nafasi sisi kama watumishi, ambapo mara nyingi tunakuwa tuko maofisini tukihudumia wananchi, tukitoa huduma mbalimbali za kiserikali, lakini leo katika kikao hichi ambacho ni baraza la wafanyakazi tumepata nafasi ya siku mbili ya kuweza kuwepo katika mbuga ya wanyama Saadani. Mbuga ya wanyama Saadani, kama ambavyo tumepata taarifa mbalimbali kutoka kwa wahifadhi wa TANAPA hapa Saadani, ni mbuga ambayo
pekee ambayo iko ndani ya mikoa miwili, mkoa wa Tanga na mkoa wa Pwani. Lakini pia tumeona ndiyo mbuga pekee ambayo tunasema ile pori lake linakaribiana na bahari. Maana yake wanyama wote wanaweza kutembea mpaka karibu na bahari, tofauti na mbuga nyingi ambazo haziko pembezoni ya bahari.